Mtu akinipenda mimi atalishika neno langu, na Baba yangu tampenda, nasi tutakuja kwake. Huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 6 ya Pasaka mwaka C. Ndugu zangu, Dominika ya 6 ya Pasaka mwaka C, masomo ya leo yanatuletea kile ambacho ninaweza nikakiita wosia wa Yesu katika somo la Injili kadiri ya Yohane sura ya 14 mstari wa 23 hadi wa 29. Dominika iliyopita ya 5 ya Pasaka mwaka C, Bwana wetu Yesu Kristo aliutusii sisi wafuasi wake kwamba anatupa amri mpya, tupendane kama yeye alivyotupenda. Na akatuambia amri hiyo, upendo utakuwa kitambulisho cha wafuasi, maana tukipendana wote watajua kwamba tumekuwa wafuasi wake. Katika Dominika hii ya 6 ya Pasaka mwaka C, somo la Injili takatifu linatuletea kile ambacho mimi nimekiita wosia wa Kristo kwa Wakristo, sehemu ya pili, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anaanza na wazo lile lile juu ya upendo, akituambia kwamba mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Ndugu zangu, kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo kunadhihirishwa kwa kuzishika amri zake. Kumbe alama au ishara ya kuwa unampenda Yesu sio kusema au kutembea mitaani umeandika labda jina la Yesu au umevaa msalaba, ni kulishika neno lake. Na matunda ya kulishika neno la Kristo au matunda ya kumpenda Kristo kunafanya upendwe na Baba, upendwe na Mwana, upendwe na Roho Mtakatifu, yani Mungu akupende. Unafanywa makao ya Utatu Mtakatifu kama Yesu anavyosema, nasi tutakuja kwake. Yani Mungu katika utimilifu wake na ukuu wake na umoja wake anafanya makao kwako. Je, huku kuja kwa Mungu kwa huyu anayempenda Yesu na anayempenda, yani anayezishika amri zake, kuna maana gani? Ina maana kwamba unapozishika amri za Bwana wetu Yesu Kristo, utaenenda katika njia zake, na hivyo Mungu atakuwa na wewe. Ni kuruhusu kuongozwa na Mungu, ni kuruhusu kusaidiwa na Mungu, ni kuruhusu kufanikishwa katika yote unayoyafanya na Mungu, ni kuruhusu kuishi milele pamoja na Mwenyezi Mungu. Tunda la upendo ni Roho. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Kumbe basi, katika kupenda kwa kushika amri, utapata uzima wa milele. Ndugu zangu, mbali na wosia huo wa kwanza wa juu ya kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo, wosia wa pili tunaoupata leo ni kwamba Yesu anatuachia wosia katika mafundisho aliyotupatia. Anasema kwamba mtu asiyenipenda ayashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia sio langu, bali ni lake Baba aliyenipeleka. Kumbe mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo yametoka kwa Mungu. Unajua, mitume wakati wanaishi na Yesu waliweza kumfahamu kwa lugha ya nje, wengine hawakumfahamu vizuri, walimuona kama mwenzao, lakini Yesu alijitangaza wazi, nimetoka mbinguni na haya yote niliyowaletea yametoka mbinguni. Kulishika neno la Mungu ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Kutimiza mapenzi ya Mungu sio kufanya kitu kingine, ila ni kuruhusu kwamba yale mapenzi ya Mungu yatimizwe kwako. Yaani yale ambayo Mungu anayataka kwako ndio hayo yatimie, na sio yale ambayo wewe unayoyataka. Hivyo ndugu zangu, pale unapoomba, unaposali, unapokosa kile unachokiomba, ukubali kubaki na ulicho nacho na kupokea kile ulichopewa. Maana utatambua vipi mapenzi ya Mungu? Utatambua mapenzi ya Mungu kwa kumsikiliza Roho Mtakatifu. Yesu anatangaza wazi kwamba yeye anaondoka, lakini atakayetuongoza na kutufundisha na kutukumbusha yote yaliyo ya Mungu ni Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu ambaye Yesu anampeleka. Tunapaswa, huu ni wosia wa tatu, kumpokea Roho Mtakatifu na kumpa Roho wa Mungu nafasi awe kweli kiongozi wetu,
awe kweli mtakatifuzaji wetu, tuyasikilize maneno yake, ayatangulie maneno yetu na matendo yetu yaongozwe na Roho Mtakatifu. Ni kama kutaka kusema, ndugu zangu, pale unapoanza siku yako, uikabidhi kwa Roho Mtakatifu aweze kuitakatifuza. Pale unapotaka kufanya jambo lolote, unapotaka kusema chochote, ruhusu kwanza Roho wa Mungu anene ndani mwako, ndio ufungue kinywa chako, ili yale unaenda kuyafanya, yale unaenda kuyatenda yawe yametokana kweli na Roho Mtakatifu. Na huko ndiko kukubali kwamba mapenzi ya Mungu yatimizwe ndani mwako, na ndiko kushika amri za Kristo. Wosia wa 4 ambao Bwana wetu Yesu Kristo anatupatia, anatuachia amani. Roho Mtakatifu mfariji ni kiongozi, ni Bwana wa amani, ni nuru ya mioyo yetu na ndiye msemesha ndimi zetu. Tusipomsikiliza Roho wa Mtakatifu wa Mungu na kumfuata, ndio tunaanza kuzisikiliza roho zetu na kuzifuata nafsi zetu ambazo tayari zimeshajeruhiwa na dhambi, pale ambapo hazitoweza kuangalia katika jicho la upendo, bali litaangalia katika jicho la ubinafsi, chuki, choyo na matendo mengine yaliyo kinyume na matunda ya Roho Mtakatifu. Yesu sio tu anatuachia amani, bali anatupatia pia amani yake, na amani ni yeye mwenyewe. Yesu ndiyo hiyo amani kweli. Ametupatia Ekaristi Takatifu ambapo ndani mwake tunampata yeye mzima, tunapata amani yetu ya kweli, na tunatakiwa kuipokea katika moyo safi. Anatupatia neno lake, maandiko matakatifu, kwa nafasi ya pekee Injili na maandiko yote kwa ujumla. Umo tunalishwa nafsi zetu na kupata maelekezo ya nini tufanye. Lakini je, tunayaishi? Tunaweza kuipokea hiyo amani ya Kristo? Ekaristi Takatifu inatuongoza? Neno la Mungu ndio linalotuongoza, au tunaongozwa na mienendo yetu? Wosia wa 5 kadiri ya Injili ya leo nilivyoichambua mimi, Yesu anatutaka tuwe na furaha na amani. Anaondoka lakini anatuambia tuwe na furaha na amani. Anatuambia msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Ndugu zangu, kufadhaika na kuwa na uoga ni matunda ya dhambi, lakini pia ni chanzo cha dhambi. Mtu mwenye uoga hatendi mema. Uoga unatuzuia kutenda mema, unatuzuia kupambana na dhambi, unatufanya tujikabidhi kirahisi kwa shetani, tujiamini wenyewe kuliko kumwamini Mungu na kusema kwamba hapa imeshindikana tu, ngoja tu mimi nikubali, na hivyo tunaanguka kirahisi katika dhambi. Kwa uoga wakati mwingine tunashindwa kumpa Mungu nafasi inayostahili na kuvaa silaha zake, bali tunakimbilia katika kuruhusu mapenzi ya ulimwengu yaweze kutimizwa ndani mwetu. Ndugu zangu, tusiwe waoga. Uoga na fadhaa. Fadhaa ni kama kukata tamaa, kusema kwamba sasa sina wa kunisaidia, siwezi tena kuweza mimi mwenyewe, nimetosha, nimechoka. Hivyo vyote sio matunda ya kuongozwa na Roho. Tunapaswa kuwa na amani, kuitafuta hiyo amani ambayo ni Roho wa Mungu kweli, ni Yesu mwenyewe pia. Na kama nilivyosema, ukiwa na Roho wa Mungu upaswi kuwa na uoga wala upaswi kuwa na fadhaa. Wakati fulani wa Kristo tunaona aibu, tunakuwa na uoga wa kuishuhudia imani yetu. Kama ambavyo kwa mazingira fulani pengine mtu akivaa sare ya chama fulani cha siasa, labda kwa sababu chama hicho kina shida fulani, anaweza asijione kama mwema. Vile vile wakati mwingine inatutokea hata mapadri, tunashindwa kuvaa mavazi yetu ya kipadri, tunashindwa kuvaa vitambulisho vyetu vya kipadri kwa sababu wakati mwingine tunataka labda kujiweka katika hali nyingine. Ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia tusifadhaike wala tusiwe na uoga. Ameshatupatia amani yake na anatupatia Roho Mtakatifu. Tunapomruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani mwetu, yeye aliye msaidizi na kiongozi wetu, anatufundisha yote na kutukumbusha yote. Hawezi akatuacha tukaanguka katika mitego ya shetani. Hilo linadhihirishwa wazi katika somo la kwanza, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 1 hadi wa 2 na mstari wa 22 hadi wa 29. Roho Mtakatifu analisaidia kanisa la kwanza. Anawafundisha na kuwakumbusha yote ambayo Mungu aliyataka mbele ya changamoto inayowakabili juu ya mahusiano kati ya Wayahudi, Wakristo walioongoka kutoka katika Uyahudi, na kati ya Wakristo walioongoka kutoka katika upagani. Wale walio Wayahudi wanataka hawa waliotoka katika upagani wafuate taratibu, sio tu wawe Wakristo bali wawe Wakristo na washike pia mapokeo ya Kiyahudi. Hilo linawafanya mitume wakae na kutafakari, wamsikilize Roho wa Mungu anasemaje. Na Roho wa Mungu anawaongoza katika kuamua vizuri kwamba wanapaswa kuyasikiliza yale yaliyo ya Mungu
na kuyatekeleza yale yaliyo ya Mungu. Mambo ya tamaduni na mila ambazo hazihusiani kabisa na Ukristo yasiwe mzigo kwa watu. Wanawatuma watu wawili, Yuda, Barsaba na Sila, ambao wanaenda pamoja na Paulo na Barnaba katika kuwapasha habari watu wa kanisa lile ambalo walikuwa wamekutana na hiyo changamoto juu ya kwamba wawe wa Kristo tu au wanatakiwa pia kushika taratibu ya kutahiri. Katika kesi hii ambayo kanisa inakumbwa na kanisa la mwanzo, tukumbuke mtume Petro na Yakobo wakiwa Wayahudi kweli kweli, sio kwamba Paulo hakuwa Myahudi wala Barnaba walikuwa pia, lakini Petro na Yakobo walikuwa wako kwenye mtazamo huo kwamba wanaokuwa wa Kristo wanapaswa pia wayapokee mapokeo ya Kiyahudi. Lakini Paulo na Barnaba wanasimama katika msimamo kwamba wanapaswa kumpokea Kristo basi na kubaki na mila na tamaduni zao zilizo njema. Sisi nasi katika Ukristo wetu, Roho wa Mungu anatuongoza kwamba tuishi Ukristo wetu, lakini yale mambo mengine ambayo hayatutenganishi, hayo ambayo hayatufanyi tutende dhambi, yale yasiyotutenganisha na Mungu, kila mmoja awe huru kuyafanya kwa uhuru wake, lakini si kutaka kutafuta mfanano. Katika kuisikiliza sauti hiyo ya Roho wa Mungu, katika kushika mapokeo, katika kushika taratibu za Kristo, katika kumpenda Kristo kwa kuzishika amri zake, wafuasi wa Kristo wanafanikiwa kuingia katika mji ule mtakatifu wa Yerusalemu, kama tunavyosimuliwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 10 hadi wa 14 na mstari wa 22 hadi wa 23. Mji wa Mungu tumealikwa sote, na ishara kwamba tumealikwa sote, sikilizeni, nasema kwamba kulikuwa na milango mitatu mashariki, mitatu kaskazini, mitatu magharibi, mitatu kusini. Hizi pande nne za dunia, mashariki, kaskazini, kusini, magharibi, zinawakilisha kwamba ni ulimwengu wote, watu wote tumealikwa katika kuijongea hiyo nchi takatifu ya mbinguni. Na mimi pia najaribu kuona hii alama tatu. Kwa nini tunatajiwa milango mitatu? Na iona kama ni uwakilishi wa nafsi tatu za Mungu mmoja. Mungu ambaye yuko mahali pote, ambaye pia ni Mungu wa yote na Mungu wa wote, ambaye ndiye yeye, kwake yeye ibada zote hufanyika. Na kwenye mji huo mtakatifu hatutahitaji tena makanisa, hatutahitaji tena ibada, hatutahitaji tena sakramenti. Hizo ni za ulimwengu huu. Tukifika kule mbinguni tutafanana na Kristo, kwa maana tutamuona kama alivyo, tutafanana na Mungu kama alivyo. Hatutahitaji tena mwanga wa jua wala wa mwezi, maana Mungu pekee ndio nuru yetu. Kama ambavyo hata katika ulimwengu huu tunapaswa kuenenda katika nuru ya Bwana katika nchi ya walio hai. Bwana awe kweli nuru yetu, na hatutoweza kuogopa kitu. Hatutoweza kufadhaika, kwa sababu Bwana ndiye mlinzi wetu, usimama upande wetu wa kulia. Jua halitatupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Basi ndugu zangu, katika Dominika hii ya 6 ya Pasaka, nifupishe tu na kurahisisha kusema kwamba kiishara ya kwamba mtu anampenda Yesu ni kuzishika amri zake. Na anayezishika amri za Yesu, Baba anampenda. Ili aweze, na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu anakaa kwake. Ili tuweze kweli sisi kufanyika makao ya Roho Mtakatifu, tuzishike basi amri zake. Tumwombe Roho Mtakatifu, mfariji, msaidizi na kiongozi wetu, atufundishe na kutukumbusha yote yaliyo ya Kristo, na atusaidie katika, kama alivyo msaidizi, atusaidie katika kuyafanya hayo. Mara nyingi sisi tumeshindwa kumpa Roho Mtakatifu nafasi, tumeshindwa kumruhusu kweli atusaidie. Mara nyingi tumetenda sisi wenyewe kwa nguvu zetu, na ndio maana mara nyingi tumeanguka. Yesu anatuambia Roho Mtakatifu ni mfariji. Hebu kuanzia leo fanya tafakari vizuri. Roho Mtakatifu ana nafasi gani katika maisha yangu? Mungu akulinde na kukubariki. Tumsifu Yesu Kristo.